Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ametupatia neno leo katika siku ya maombi. Neno linalotoka katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 27, na Biblia inasema, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nitakapokuwepo niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkishindania imani ya injili. Tunaona hapa kuna kitu kinaitwa faida ya kuteswa. Faida ya mateso kwa ajili ya injili inatokana na mtu kusimama. Na sisi kama kanisa la Kristo tunatakiwa tusimame imara. Tukijifunza kutoka kwa mitume na wale waliotutangulia, tunajifunza ni namna gani waliweza kusimama kwa ajili ya Kristo Yesu. Walisimamia imani, wakalipa gharama, wakafanya tathmini ya maisha yao na injili ya Kristo. Wakafanya tathmini ya maisha yao na ufalme wa Mungu. Walipoweka kwenye mizani, ikaonekana ratili ama mizani imeangukia kwenye ufalme wa Mungu, kwamba ndio kilo zake zimezidi. Kwa hiyo walipotambua ya kwamba ufalme wa Mungu ndio umechukua nafasi kubwa kuliko nafasi ya maisha, kwa sababu maisha yana kipindi chake, maisha yana muda wake, maisha yana wakati utaondoka, maisha yana kipindi ambacho baada ya muda huo tunalazimika kuondoka. Sasa hapa ndipo mtu anatakiwa akae chini na kufanya tathmini ya kutafakari sasa, kwamba uzito wa maisha yangu unaangukia kwenye nini? Kwenye ulimwengu ama kwenye ufalme wa Mungu? Na kama uzito unaangukia kwenye ufalme wa Mungu, ina maana kwamba maisha yangu yanaitwa kwamba si kitu bali ni bure tu, ni upepo. Ule aliyosema Mfalme Sulemani ni kujilisha upepo, kwamba kila tunachofikiri katika akili za kibinadamu kwamba ni kitu kizuri hapa duniani, lakini ukisha kiweka kwenye mizani na ukaweka ufalme wa Mungu hapo, ndio kupima kitu hicho na ufalme wa Mungu, basi utagundua ya kwamba ufalme wa Mungu unachukua nafasi kubwa. Hii ndiyo inayotusaidia sisi kuweza kujua ni namna gani tunavyoweza kusimamia kazi ama kutetea kazi. Kwa sababu nawezaje mimi nikasimamia maisha yangu na kazi ya Mungu? Ni pale nitakapoona thamani ya ufalme wa Mungu katika maisha yangu, ndipo nitakapoweza. Sasa kuna vitu ambavyo tunaweza tukawa tunashindwa kuvifahamu kwa sababu ya kupima, namna ya kupima katika mizani. Unataka kujua ni kitu gani ambacho kinakufaa hapa ulimwenguni, chukua hicho kitu na ukakipime na ufalme wa Mungu. Alafu uchukue thamani ya ufalme wa Mungu, uone sasa hicho kitu is it worthy, kwamba je, ni hichi kitu kinaweza kikanisababisha mimi nikaukosa ufalme wa Mungu? Is it worthy? Kama haistahili, then basi unaweza ukafikiri mara mbili, ukaangalia sasa uchukue maamuzi gani. Lakini kwa kushindwa kufanya hivyo, mara nyingi tunajikuta tunatumbukia kwenye uharibifu. Sasa tunataka tumwambie Mungu atupe uweza wa kuweza kusimama, ili tusije tukashindwa wakati wa uovu. Wakati uovu umeachiliwa kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya ulimwengu huu, sisi kama kanisa la Kristo tutakuwa tunafanya nini? Sasa sisi kama kanisa la Kristo lazima tuwe tuna jinsi ya kuweza kusimama, na kwa sababu hiyo lazima tujue tunateteaje kazi, tunasimamaje, tunapiganiaje kazi, tunateteaje injili ya Kristo, kazi ambayo ndio uzima wetu. Injili ya Kristo
isipobeba uhai, ina maana sisi injili yetu haina uhai. Sasa ili kuithaminisha ufalme wa Mungu, kuthaminisha na injili ya Yesu Kristo, lazima vyote hivyo viwe hai ndani ya mtu. Na vikiwa hai ndani yangu, ndipo nitaona sasa thamani ya Kristo Yesu katika maisha yangu. Kwa hiyo anasema mstari wa 2, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja. Nimesoma mahali pengine. Mstari wa 28 anasema, wala hamuwaogopi adui zenu katika neno lolote, kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Then tunaweza tukasimama sasa katika kuuthibitisha wokovu ambao tumeupokea kutoka kwa Bwana, na tukaweza sasa kujivunia wokovu. Wokovu sio adhabu. Wokovu sio kitu ambacho cha mtu kujutia. Wokovu sio kitu cha mtu kubaki na maswali. Leo kila mtu ana maswali mengi kwa ajili ya wokovu, lakini wokovu sio kitu cha sisi kuweza kuwa na maswali nacho. Wokovu ni kitu ambacho tunatakiwa kusimama na kukisimamia. Yani wokovu ni platform yetu ya sisi kusimama juu yake ili tuweze kusema habari za ufalme. Nje ya platform hiyo hatuwezi. Kwa hiyo leo neno la Mungu linapotuambia sisi wala tusimuogope adui. Tunawezaje kumogopa adui wakati tunasimama kwenye platform ya injili ya wokovu? Kwa hiyo kusimama kwetu kwenye platform ya wokovu kunatupatia sisi kuimarika. Na anasema mstari wa 29, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Paulo alikuwa ni kielelezo chetu, kama jinsi watumishi wengine na wababa wengine, mitume wengine, manabii wengine walikuwa vielelezo kwetu. Maisha yetu tunapaswa tuyasimamishe kwenye msingi wa Mungu. Na msingi wa Mungu si mwingine isipokuwa ni kwenye neno lake. Sasa ili tuweze kujivunia wokovu tuliopewa, basi lazima tusimame juu ya hiyo platform. Mimi ninakualika wewe leo, tusimame kwenye hiyo platform. Mara nyingi tunajikuta tunashindwa na tunakuwa hatuwezi kusogea kwa sababu ya kushindwa kusimama kwenye platform. Lakini mimi nataka nikualike tusimame kwenye platform ya Kristo Yesu. Platform ya ufalme wa Mungu. Platform ya injili ya Kristo. Injili ya Kristo imebeba matumaini makubwa. Mtu asipoweza kuelewa na kuipima na pamoja na ufalme wa Mungu, anaweza kaona ni kitu cha kawaida. Lakini ni injili ambayo imethibitika kwamba inaokoa. Ni injili ambayo imethibitishwa ya kwamba inaponya. Ni injili ambayo imethibitisha ya kwamba inasimamisha na kutuinua tena. Na sasa sisi tunataka tuinuliwe. Na mimi natamani siku hii ya leo kwa pamoja twende mbele za Mungu, tukamlilie Bwana kwamba tunataka tumuone. Tunataka tumuone kwenye maisha yetu. Tunataka tumuone kwenye huduma zetu. Tunataka tumuone kwenye njia zetu. Tunataka aonekane katika maisha yetu, ili yale ambaye Bwana yanahusu ufalme wake basi yaweze kuachiliwa katika maisha yetu na jina la Kristo likatukuzwe. Tunakwenda kuomba maombi ambayo yatakwenda kutuongoza sisi katika namna gani ya kutafuta kusimama juu ya platform ya wokovu hata tuweze kutangaza habari za Mungu. Kutangaza habari za Mungu, kusimama kwenye platform ya wokovu, si kutangaza kwa maneno tu kwa kinywa, la hasha, bali kutangaza kwa mwenendo wetu, kwa matendo yetu, na kwa kila neno litokalo katika kinywa chetu likamtukuze Bwana. Lakini tunaweza tukamwambia Bwana sasa aweke lijamu kwenye vinywa vyetu, aweke speed governor kwenye miguu yetu, atutengeneze hata kwenye macho yetu, tukatazame na jicho lake wakati tunapomtukuza yeye katika maisha yetu. Mungu akubariki. Tunakwenda kuingia kwenye maombi sasa ili Bwana aweze kujitukuza katika maisha yetu. Lakini pia tuna maombi ya watu